Mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha Kazi Salama Maisha Salama. Leo tunaangazia ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge la Katiba na Sheria katika ofisi za Wakala na Usalama na Afya mahali pa kazi Dar es Salaam, pamoja na baadhi ya viwanda vya mikoa ya Dar es Salaam na Pwani, hususan katika wilaya ya Mkuranga iliyofanyika hivi karibuni. Natumai utakuwa na shauku ya kufahamu dhumuni la ziara ya wawakilishi hawa wa wananchi katika ofisi za OSHA na baadhi ya maeneo ya kazi. Basi, ungana nami kwa takriban dakika 30 ili niweze kukujuza dhumuni la ziara hiyo pamoja na yale yaliyojiri katika ziara hiyo. Mtazamaji, miongoni mwa majukumu ya bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kuisimamia serikali katika utendaji wake, jukumu ambalo hutekelezwa kupitia kamati zake mbalimbali ambazo zimepewa maeneo na taasisi mahususi kwa ajili ya kufuatilia utendaji wake, kutoa ushauri kuhusiana na maboresho na hivyo kuleta tija katika kutoa huduma kwa wananchi. Ili kutekeleza jukumu hili kwa ufanisi, kamati hizo za bunge huziagiza wizara na taasisi zake kuwasilisha taarifa za utekelezaji majukumu mbele ya kamati kila mwaka. Mwezi Januari mwaka huu, OSHA ikiwa miongoni mwa taasisi chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, ilifika mbele ya kamati ya Katiba na Sheria ambayo ndiyo husimamia ofisi ya Waziri Mkuu pamoja na taasisi chini yake, ili kuwasilisha taarifa ya utekelezaji majukumu yake ya kulinda nguvu kazi ya taifa katika kipindi cha mwaka wa fedha 2020-2021, ambapo kupitia taarifa hiyo kamati ilionyesha kuridhishwa na utendaji wa OSHA na hivyo kuagiza kuandaliwa kwa ziara ya kikazi ili wajumbe wa kamati hiyo waweze kujionea hali halisi ya usalama na afya katika maeneo ya kazi ambayo yanasimamiwa na OSHA. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kutekeleza majukumu yetu tuna muundo ambao ndio wote kwa pamoja sasa unatufanya tufikie dhima na dira yetu ambayo tumejiwekea. Na katika muundo wetu hapa sisi tunasimamiwa na waziri mwenye dhamana na masuala ya kazi na ajira, ambaye katika muundo huu uliopo ni waziri wa nchi, ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Kazi, Ajira na watu wenye ulemavu, ambaye ndiye msimamizi wa shughuli zote za wizara na wakala ikiwemo ndani yake. Lakini vile vile tuna bodi ya ushauri, ambapo bodi hii inamshauri Mheshimiwa Waziri kuhusiana na masuala yote ya kiutendaji ya wakala. Na hapo kuna katibu mkuu ambaye ni katibu mkuu wa Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, ambaye sasa ndio msimamizi mkuu wa masuala yote ya utendaji wa wakala. Na baada hapo kuna mtendaji mkuu ambaye kimsingi ndio mkaguzi mkuu. Kazi zetu ni kukagua. Kwa hiyo pale tuna kofia mbili ya utendaji mkuu na mkaguzi mkuu. Yeye ndiye anayewajibika na shughuli zote za kila siku za wakala. Na katika utaratibu huo tuna idara tatu. Tuna idara ya usalama na afya, nadhani umesikia walikuwa wanajitambulisha hapa kwamba tuna idara ya usalama na afya ambayo hii sasa ndio inashikilia core function ya taasisi. Kuna idara ya mafunzo, utafiti na takwimu, na yenyewe pia ina sehemu mbili, sehemu ya usajili, sehemu ya takwimu, lakini na uhamasishaji. Na pia tuna idara ya huduma za uendeshaji. Hii ni supporting unit ambayo yenyewe inasimamia fedha, utawala na rasilimali watu, utathmini na ufuatiliaji. Lakini vile vile tuna vitengo vya tehama, kitengo cha ununuzi, kitengo cha huduma za ukaguzi wa ndani, habari na mahusiano, vyote hivi na ofisi za kanda zote zinaripoti kwa mtendaji mkuu. Naomba nitumie fursa hii kuishukuru kamati yako kwa muda wenu wa kutusikiliza. Vile vile nipende kusema kwamba OSHA ipo tayari kupokea maoni na kuyazingatia ili kuweza kutekeleza majukumu yetu ipasavyo na kufikia malengo yaliyotajwa kama ambavyo nimewasilisha kwenye mpango mkakati. Na kwa mantiki hiyo pia naomba nichukue fursa hii kuwakaribisha wabunge wote, wajumbe wa kamati hii OSHA, na ikiwapendeza kwa nafasi yenu maeneo ya kazi ambayo tunasimamia tunaenda kukagua, muende mkaangalie jinsi gani ambavyo tunasimamia majukumu yetu. Mheshimiwa Waziri Jenista Mhagama, yeye na wasaidizi wake walifika mbele ya kamati ya Katiba na Sheria na kuweza kutoa elimu, taarifa kuhusu muundo na majukumu ya ofisi ya Waziri Mkuu inayojihusisha na shughuli za bunge, ajira, kazi na wenye ulemavu. Na kwa sisi wabunge ambao kidogo ni wa siku nyingi,
tumeweza kujionea hali halisi na namna ambavyo utendaji umeboreka kutoka kule tulikotoka miaka 2015, 2020 na hadi kipindi hiki cha sasa. Taasisi nyingi zimejiimarisha, na katika mijadala ya kamati yale yaliyoibuka mengi ilikuwa ni kuipongeza wizara, kumpongeza Mheshimiwa Waziri, kuwapongeza watendaji wote wa wizara yake, hususan hizi taasisi ambazo tunazisimamia. Kitengo hichi cha usalama na afya kinamgusa kila mtu, kwa sababu ajali inaweza kapotea, ikatokea watu wakaumia, lakini maelezo yanayotolewa hapa kwamba watakaoumia kuna kifungu cha kuwapatia fidia na vile vile kuwakinga wengine wasiumie, wanaodai madai yao, ukaguzi wa sehemu ya kazi, kwa sababu kazi siku hizi zimekuwa zinaenea kila pahali, lakini nani anakagua? Ili kuhakikisha wale watendea kazi wetu ambao ndo tunategemea kujenga hii nchi yetu wao wanafanya kazi katika hali ya usalama. Tumeona namna ambayo OSHA wamepunguza tozo mbalimbali za kwenye viwanda, lakini kwa sehemu za kazi, maeneo mapya ya kazi ambayo kama una ujenzi, una jambo gani, OSHA walikuwa na matozo mengi. Sasa hivi yamekaa vizuri kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, sera na uratibu. Miezi minne baadaye, management ya OSHA ikatekeleza agizo la kamati na wajumbe wakapata fursa ya kutembelea ofisi za OSHA pamoja na maeneo kadhaa ya kazi ili kujionea jinsi maeneo hayo yanavyotekeleza miongozo inayotolewa na OSHA katika kujenga mazingira ya kazi yaliyo salama kwa wafanyakazi na hivyo kuleta tija katika uzalishaji. Mtazamaji, katika ziara hiyo iliyofanyika Juni 12, ujumbe huo wa wajumbe wa kamati ya katiba na sheria uliambatana na waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu, kazi, vijana na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Jenista Mhagama na naibu wake Umi Nderiananga. Ziara hiyo ilianza katika ofisi za OSHA zilizopo Kinondoni, Dar es Salaam, ambako wajumbe walipata maelezo mafupi kuhusu utaratibu unaotumika na OSHA katika kusimamia masuala ya usalama na afya katika maeneo ya kazi. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ahadi yenu hii imeweza kutekelezeka. Nakumbuka tulipokuwa kwenye kikao cha March cha kamati yako mwenyekiti iliagiza kwamba pamoja na uwasilishaji wa taarifa ile, basi vile vile tuandae ratiba ambayo mtakwenda sasa kujionea yale yote ambayo sisi tumekuwa tukiyawasilisha. Mkaone practice iliyoko katika viwanda na kuangalia jinsi ambavyo tunasimamia usalama na afya. Na hilo mimi napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba limetekelezeka. Lakini vile vile naomba niwashukuru waheshimiwa wajumbe kwa kipindi hiki kigumu ambacho mko katika bunge ambalo linajadili bajeti yetu, lakini mmeweza kupata fursa na muda. Hii inatupa picha kwamba mnaona umuhimu wa hii taasisi. Lakini kwetu sisi tunasema ni heshima kubwa ambayo mmetupa kama wana OSHA kuja kututembelea, kuona tunafanya nini, kuona tulipo. Kwa kweli ni heshima kubwa na niweza kusema ni deni kubwa ambalo mmetupa, ambalo linatupa commitment zaidi ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kutekeleza majukumu yetu yanavyopaswa. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo ni sehemu ya utekelezaji wa majukumu yetu. Kuwepo kwa mifumo sio tu kunasaidia kulinda usalama na afya, lakini pia kunasaidia reputation ya taasisi kuongezeka na hivyo kuongeza thamani ya ile taasisi. Kwa hiyo hili nalo tumeona kwamba miende pale mkajionee ili kuona kwamba namna gani ambavyo mifumo inaweza kufanya sio kulinda wafanyakazi lakini kuongeza ile value of the firm. Lakini mwisho wa siku TCC ni mlipaji mkubwa wa kodi za serikali na ni kwa sababu wamewekeza sana katika mifumo ya usalama na afya. Baada ya ukaribisho na maelezo ya awali walioyapata kutoka kwa wenyeji wao, wajumbe hao wa kamati ya katiba na sheria wakapata fursa ya kutembelea maeneo ya kazi, ya mfano mojawapo ikiwa ni kiwanda cha sigara TCC kilichopo Chang'ombe jijini Dar es Salaam. Wakiwa katika kiwanda cha sigara pamoja na maelezo ya wenyeji wao, wabunge hao walitembelea mazingira ya kiwanda hicho na kisha kaimu mwenyekiti wa kamati hiyo akazungumza kwa niaba ya wajumbe wenzake. Ziara yetu imefana kwa maana ya kwamba lile swala ambalo tumelifuatilia la usalama na afya pahala pa kazi, kwa kweli hapa tumejionea wenyewe. Naamini na waheshimiwa wabunge mtaniunga mkono kwamba hakika wamejiandaa vizuri, na ndio maana hiki kiwanda ninaona kikadumu miaka 60
kama mlivyotuambia. Yes. Kwa hakika mnajitahidi sana, na hasa tumepata mengine kuonekana kwamba pato la taifa ndio linazidi kutokana na sisi hapa TCC, lakini na wateja wako wengi mpaka sehemu nyingine za bara la Afrika, sio Tanzania tu, na naamini kwamba viwango vyetu vikiwa vizuri zaidi hata nje ya bara la Afrika tunaweza kutoka tukiwa tunaenda vizuri zaidi. Kwa hiyo sisi kama kamati ambayo tunasimamia ofisi ya Waziri Mkuu tumefurahi sana, tumefarijika kuona hii hali inaendelea kuwa nzuri, na naamini kwamba hata viwango vyetu havitoathiri afya sana za wananchi wetu. Asante sana. Ziara hiyo ya waheshimiwa wabunge haikuishia katika kiwanda cha TCC. Pia ujumbe huo maalum ulisafiri hadi mkoani Pwani katika wilaya ya Mkuranga na kubisha hodi katika kiwanda kinachojihusisha na uzalishaji wa bidhaa za gypsum ambacho kinajulikana kama Nauf Tanzania Limited, lengo likisalia kuwa ni kujionea jinsi OSHA inavyoongoza wamiliki wa maeneo ya kazi kutekeleza sheria ya afya na usalama mahali pa kazi ya mwaka 2003. Hali kadhalika katika kiwanda cha Nauf, ugeni huo wa wabunge ukiwa umeambatana na wenyeji wao ambao ni waziri mwenye dhamana ya masuala ya kazi na naibu wake pamoja na management ya OSHA, ulipokelewa kwa bashasha zote na uongozi wa kiwanda hicho ambao uliwakilishwa na meneja wa kiwanda Bwana Amin Muradov akiwa sambamba na meneja rasilimali watu Bi Rose Mero. Kabla ya kutembelea mazingira ya kiwanda hicho, ujumbe huo wa wabunge pamoja na viongozi wa wizara na management ya OSHA walikuwa na wakati mzuri wa kusikiliza wasilisho kutoka kwa Bwana Muradov kuhusiana na mifumo ya kiwanda hicho ya usalama na afya mahali pa kazi na jinsi management ya kiwanda hicho inavyochukua jitihada katika kuhakikisha ya kwamba mifumo hiyo inatekelezwa ipasavyo ili kuwalinda wafanyakazi na wote wanaotembelea kiwanda hicho. Wasilisho hilo la uongozi wa Nauf liliambatana na maswali mbalimbali kutoka kwa waheshimiwa wabunge ambao baadaye walipata wasa wa kupita katika maeneo mbalimbali ya uzalishaji wa kiwanda hicho ili kupata uhalisia wa yale yaliyowasilishwa na management ya kiwanda. Walipokuwa wakihitimisha ziara yao katika kiwanda cha Nauf Tanzania Limited, baadhi ya wajumbe wa kamati hiyo sambamba na kutoa kongole kwa management ya OSHA kwa kusimamia ipasavyo utekelezaji wa sheria na viwango vya afya na usalama katika maeneo ya kazi nchini, walieleza kuridhishwa kwao na mifumo ya kulinda afya na usalama na wafanyakazi katika maeneo walioyatembelea. Kwa kweli kimsingi kabisa, kwanza nitumie fursa hii kupongeza sana management ya OSHA iliyo chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, na nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Mama Jenista Mhagama kwa maana tumeona compliance ya high level ya maelekezo ya kamati ya bunge katika masuala mazima ya kusimamia usalama wa watumishi katika maeneo ya kazi. Leo tumetembelea kampuni ya TCC, lakini pia tumetembelea kampuni hapa ya Nauf inayoshughulika na mambo ya uzalishaji wa gypsum. Tumejionea kwa kweli kwa kiwango kikubwa namna gani viwanda hivi pamoja na hizi plant zinachukua tahadhari katika kuhakikisha kwamba zinawalinda watumishi wake katika masuala mazima ya kuepuka na kupunguza ajali katika maeneo ya kazi. Lakini kubwa zaidi, tumejionea namna gani ambavyo hii pati inayofanywa na OSHA katika kusimamia usalama wa watumishi kazini kwa kiwango gani inaleta tija ya kufanya viwanda viwe productive katika kuhakikisha kwamba vinazalisha na kukuza ajira katika taifa, lakini lilo kubwa kuongeza revenue na base ya tax base kwa maana ya serikali kupata kodi. Tumeangalia uzalishaji katika kiwanda kile cha sigara, tumeona uzalishaji katika kiwanda hichi cha gypsum, na kwa kweli nikiri kwa dhati ya moyo wangu, unajua unaweza usione umuhimu wa taasisi hizi bila kwenda kutembelea mahali ambapo wanazisimamia. Na mimi nitoe wito na changamoto nimeona kwa kweli OSHA, nimegundua wana majukumu makubwa na wana kazi kubwa sana. Kwa hiyo hata sisi wabunge tunapata picha, tuna kila sababu ya kusapoti watu wetu wa OSHA waweze kuongezwa bajeti kuhakikisha kwamba scope ya ukaguzi iweze kuwa kubwa. Na mimi niseme kitu kingine cha mwisho ambacho ni cha muhimu, modernization katika masuala mazima ya science na technology ni moja ya kipengele katika foreign policy ya taifa letu. Kwa hiyo kama ni moja ya kipengele katika foreign policy ya nchi yetu, tukiri kabisa ya kwamba compliance tumeiona ni kubwa, na hii ni utekelezaji wa sera ya mambo ya nje ya taifa letu katika kuhakikisha kwamba tunakuja na teknolojia ambayo itawezesha uzalishaji wa hali ya juu. Tumepata mfano hapa, tumeona
bidhaa zinazalishwa zinauzwa Kenya, zinauzwa Zambia na mataifa zaidi ya 5 yametajwa. Kwa hiyo kweli this is a very big proud kwa nchi yetu, na mimi naona swala zima la industrialization tuko katika right trend, na mimi naipongeza sana serikali ya Chama cha Mapinduzi katika usimamizi wa jambo. Kwa kweli tumepata kufarijika sana kuona kwamba sisi wa Tanzania tuko katika nafasi nzuri sana, kiwanda kikubwa na kinazingatia kwa kiasi tulivyoona sisi usalama wa wafanyakazi, na tumefurahi pia kama eneo kama ile hapa tulivyoelezwa kwamba watu ile sehemu wanaita local content, wananchi wa hapa wanaweza kupata ajira, lakini kwamba tunatengeneza gypsum nzuri kweli ambazo zinasafirishwa nchi mbalimbali. Kwa hivyo ni kufahamu kwamba Tanzania pengine tusingekuwa na haja ya kuagiza ya gypsum kutoka Dubai au kutoka China, lakini hapa product nzuri zinatengenezwa sana kwa kiwanda hichi ambacho tumeambiwa kimeanza tangu 1939 ilikuwa kwenye mikono ya China hapo. Sasa hivi kimeboreshwa zaidi na tumeona kweli mazingira mazuri na mitambo ya kisasa na inafanya production ya kutosha. Sisi tu niwaambie tu wa Tanzania wengi kweli usipate tabu kutafuta products za nchi za nje, lakini hizi pia ni gypsum za hali ya bora, na jambo la kufurahisha kwamba hali ya usalama kwa wafanyakazi inazingatiwa ipasavyo. Kwa hivyo kwa hapa tumeona vizuri, lakini pia tumeweza kutembelea kiwanda cha sigara ambapo vile tumeona wamejitahidi sana hata kuwaingiza kwa kuwafikiria watu wenye mahitaji maalum, wametengenezewa vyoo vyao, nafasi yao, na kwamba wanaajiriwa. Na kubwa zaidi ni kwamba katika viwanda hivi, kwa mfano kama kile cha sigara, kwamba wamefanya jitihada kuchukua vijana wetu wanaomaliza chuo katika ile program ya special trainee program, ambao baadaye wanawapa mafunzo na baadaye kuajiri. Kwa hivyo ajira hapa kwa vijana imetanuka sasa hivi. Kwa hivyo niseme tu na wenye viwanda vingine wazingatie hayo mambo ya afya na usalama kazini na kuhakikisha kwamba vijana wetu wengi wanapata ajira kwenye viwanda hivi. Mwishoni mwa ziara hiyo, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, Mheshimiwa Jenista Mhagama, pamoja na kutoa pongezi kwa wamiliki wa maeneo ya kazi yaliyotembelewa, aliishukuru kamati kwa ushauri ambao imekuwa ikiutoa kwa wizara na OSHA, ambao umesaidia kuimarisha utendaji na hivyo kuboresha hali ya usalama na afya katika maeneo ya kazi nchini. Tunapokuwa na ziara za namna hii, na hasa kwenye kamati ya katiba na sheria, kila siku huwa tunategemea kujifunza jambo jipya na recommendation mpya kutoka kwa Watanzania kupitia kwenu ninyi wabunge ambao ni wawakilishi wa Tanzania. Sasa mmejionea mara nyingi tulikuwa tunakuja na OSHA, tunawapa taarifa ya utendaji kazi wa OSHA, lakini leo mmepata fursa ya kuthibitisha. Kweli ni short notice tumeileta hapa, vinginevyo mngekuta hapa mazingira yako shagalabagala, labda wanahangaika kutengeneza mazingira ya usalama na afya kwa wafanyakazi. Lakini mmekuta mazingira naturally yanaonyesha kwamba hizo precautions zote za kuwalinda wafanyakazi zipo. Kwa hiyo katika kiwanda hiki ambacho serikali inaubia, kama mlivyosikia, 2% ndio, lakini wakulima wa tumbaku ni wabia wa kiwanda hiki. Kwa sababu kuna big return ambayo inaenda kwao kwenye kilimo cha tumbaku. Lakini vendors wale wanaouza sigara, wale pia ni wabia na wanufaikaji wa kiwanda hiki chetu. Kiachia mbali aspect ya ajira na hizo revenue correction kama mlivyoona ndani ya makampuni ambayo yanalipa revenue kubwa. TCC ni miongoni mwao na ni kwa muda mrefu, na wamekuwa wakiendelea ku maintain hiyo position. Kwa hiyo ni jambo zuri ambalo leo tumeweza kujifunza. Sasa mimi naweza kusema kama waziri ambaye na dhamana ya masuala haya ya kazi, ajira, vijana, watu wenye ulemavu, masuala ya safety haya kwenye maeneo ya kazi ni wajibu wangu. Hapa naweza kurecommend mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni hili swala la afya na usalama mahala pa kazi. Ninawashukuru OSHA, walifanya utafiti wa kujua je, uzalishaji wa tumbaku una athari kubwa kwa afya lakini kwa uchumi wa Tanzania. Utafiti ule ndio unaosaidia pia kiwanda hiki cha TCC kuendelea na production ya sigara kwa kupitia zao la tumbaku, kwa sababu tuligundua kwamba multiplier effect ya kiwanda hiki ni kubwa. Ina extend kwenye wakulima, ina extend kwenye ajira, ina extend kwenye uchumi wa nchi na mambo mengine ya namna hiyo.
Lakini jambo la pili ambalo leo waheshimiwa wabunge mnaweza mkaliona kwenye kiwanda hiki ambacho serikali inaubia na kina miaka 60, kwa hiyo hata serikali we have to be proud kwamba kati ya yale mashirika kama viwanda ambavyo tunaubia kimeendelea kusustain ni pamoja na TCC. Kwa hiyo jingine tunaloweza kujifunza hapa ni good management ambayo Watanzania wanaweza kuaminiwa na wakaendesha makampuni na taasisi na zikafanya vizuri. Sasa kama 98 to 99% ya management hapa ni Watanzania. Kwa hiyo mmeona wakati mwingine tunafikiri kwamba hatuwezi kufanya mpaka tupate wageni, lakini kumbe hapana, tunaweza hata sisi wenyewe tunaweza tukafanya vizuri tu. Cha msingi ni kutengeneza succession plan nzuri, na ndio maana sheria yetu ya vibali vya ajira za wageni tuna insist on succession. Sasa hao wote mnaoambiwa hapa wamekuwa ni interns. Kitu kingine kizuri, tuna programu ya internship ndani ya ofisi ya waziri mkuu. Leo pia mmeweza kuiona implementation yake kabisa. Sasa mmeona hawa vijana wa Tanzania wameaminiwa, wameanza kama interns lakini wamekuwa groomed, wameenda hata nje. Sasa hivi wako meketable, wanaweza wakafanya kazi hata nje ya Tanzania. Kwa hiyo muone pia jambo hilo la tatu ndani ya ofisi ya waziri mkuu kwenye kiwanda hiki limeweza kujidhihirisha. Lakini jambo la nne, mmeona jinsi gani wamechukulia swala la watu wenye ulemavu kuwa jumuishi katika swala zima la uchumi wa taifa kwenye kuwaajiri, lakini vile vile kile kinachopatikana cha ziada kutoka kwenye kiwanda kinarudishwa kwa Watanzania, sio kwenye shule tu, kwenye nini, ni pamoja na kwa watu wenye ulemavu kwenye zile programu ambazo nimezizungumza. Kwa hiyo ndugu zangu waheshimiwa wabunge, mimi nikisummarize hapa na washukuru OSHA. Haya ni matunda ya kazi nzuri inayofanywa na OSHA. Kwa sababu wao ndio wamechukua hilo jukumu la kuelimisha, kukagua na kusimamia. Kwa kama tukiweza waajiri wote wakicomply na hizi sheria, nadhani tutakuwa na uwekezaji mzuri, hauna pressure, una invite wawekezaji wengine, lakini unatija kwa taifa letu. Kwa hiyo mimi kwa dhati kabisa, kwa niaba ya OSHA, kwa niaba ya naibu waziri, katibu mkuu, timu nzima ya ofisi ya waziri mkuu, ninaomba niwathibitishie kati ya makampuni ambayo serikali inaubia, sisi tumekuwa bega kwa bega ofisi ya waziri mkuu na TCC, na jambo moja kubwa ambalo linanifurahisha, wanatakiwa pia kucomply na sheria za kazi. Mmeona wamesema pale yale mafao ambayo wafanyakazi wanapata, zile ni sheria za kazi, tuna insist kwenye majadiliano ya pamoja, collective bargaining. Katika kampuni ambayo inafanya vizuri kwenye collective bargaining, naomba niwaambie waheshimiwa wabunge, ni pamoja na kampuni. Na kama makampuni na waajiri wote wangefanya vizuri pia kwenye sheria hiyo ya kazi, mmeona hapa mafao ambayo wafanyakazi wana enjoy hapa na mapato wanapata benefits nyingi na kila kitu. Mmeona haya yote yanasimamiwa na ofisi ya waziri mkuu na ofisi yetu kupitia idara ya commissioner, ofisi ya commissioner wa kazi, ndio tumekuwa tukija hapa kukagua na kuwasimamia. Kwa hiyo hili ni kampuni kati ya makampuni yanayofanya vizuri pia kucomply na sheria za kazi, na hasa kwenye kipengele cha collective bargaining. Aidha, kaimu mtendaji mkuu wa OSHA Bi Khadija Mwenda ameeleza jinsi ambavyo taasisi yake imekuwa ikitekeleza maagizo mbalimbali ya kamati, jambo ambalo limesababisha OSHA kupata mafanikio makubwa katika utekelezaji wa majukumu yake ya kila siku. Katika taarifa zilizotolewa mmeona jinsi ambavyo sigara inafanya vizuri, lakini kampuni ya sigara kufanya vizuri ni pamoja na mchango wa OSHA na ushauri wa OSHA na ukaguzi kuhakikisha kwamba wanalinda rasilimali watu, wanalinda rasilimali mitambo, na ndio maana mnaona tu sio kwamba taasisi inaenda vizuri, hata ukiangalia katika soko la mtaji kampuni ya sigara ndio ambayo ina shares zenye thamani kubwa sana ukilinganisha na makampuni mengine. Kwa hiyo huu ni mchango mkubwa sana wa OSHA, na tunaomba pia na tunaomba taasisi zingine na zenyewe zihakikishe zinawekeza katika mifumo ya usalama na afya mahala pa kazi ili kumlinda mfanyakazi, lakini kulinda ule uwekezaji ambao uko pale. Kwa kweli waheshimiwa wabunge wamefarijika sana na wamekiri kwamba kile ambacho walikuwa nakiona kwenye makaratasi sio ukweli, ni kwamba hali ya usalama na afya mahala pa kazi inazidi kuimarika, hasa katika uwekezaji mkubwa kama huu. Na hii maana yake ni kwamba tunapokuwa na mifumo mizuri ndani ya nchi ya kusimamia usalama na afya, maana yake ni kwamba
kuvutia wawekezaji wengi zaidi kuja kuwekeza, kwa sababu kuna mifumo ambayo inamsaidia kuongeza thamani ya bidhaa zake. Aidha, wawakilishi wa uongozi katika maeneo ya kazi yaliyotembelewa walitoa shukrani zao kwa kutembelewa na ugeni huo muhimu, pamoja na kueleza jinsi wanavyoshirikiana na OSHA katika kuimarisha afya na usalama na wafanyakazi katika maeneo yao ya kazi. Tumefarijika sana kupata ugeni huu maalum kutoka mgeni. Sisi kama NAF Tanzania tumepata nafasi ya kuelezea kama kampuni tunafanya shughuli gani, lakini vile vile kuweza kuelezea masuala ya afya na usalama kazini, na vile vile kupata ushauri mbalimbali kutoka kwa viongozi wa serikali ya nini tufanye ili kuweza kufanya vizuri zaidi katika eneo hili. TCC pamoja na uwekezaji wa nje, sisi tuna fahari ya kwamba sisi ni kampuni ya Kitanzania. Management ya TCC kama mlivyoona, expatriate wako wawili. Tunaongelea 99.5% ya wafanyakazi wa sigara ni wa Tanzania. Sawa. Na tuna utaratibu mzuri wa kuhakikisha kwamba Watanzania wanaendelea kuchukua nafasi. Mmeona program tuliyoiongelea, tuliyoisema ya graduate trainees, wanafunzi ambao wametoka vyuoni. Tuna utaratibu mzuri wa kuwachukua na kuwa groom waingie kwenye nafasi. Hatukupata nafasi ya kuongea sana leo, lakini tungepata nafasi ya kuwatambulisha. Mkurugenzi tuliye naye hapo wa kiwanda, Bwana Sam Mandara, ni zao la graduate trainee. Wow. Leo hii mnapomwona yule ameajiliwa kwa mkataba kama expert. Kwa hiyo Sam akienda Ujerumani, Sam akienda Uswisi, hadhi yake alionayo hapa ndo hadhi yake alionayo kule. Sam anasimamia masoko matatu Afrika. Anasimamia soko la Tanzania, uzalishaji wa tumbaku wa sigara Tanzania, anasimamia uzalishaji wa Sudan pamoja na Nigeria. Yes. Kwa hiyo ninaomba tu niwafahamishe, na ukiuliza Watanzania wangapi ambao wameanzia hapa kufanya kazi hapa Tanzania wako nje, yani ni expatriates. Tuna wafanyakazi zaidi ya 10 wa Tanzania ndani ya JTI wanaofanya kama expatriates nje ya nchi. Yes. Kwa hiyo kuna faida kubwa sana kwa uwekezaji uliofanyika ndani ya TCC, lakini TCC kuendelea kubeba ile picha ya Utanzania. Mtazamaji, hadi kufika hapo ndio nalikunja jamvi la Kazi Salama Maisha Salama. Tukutane tena juma lijalo katika siku na wakati kama huu. Kwa niaba ya mtayarishaji Eliuta Mbilinyi, mpiga picha ni Francis Vitus na mhariri msanifu Ramadhan Madebe. Mimi ni msimuliaji wako, naitwa Omar Zongo. OSHA kwa mahala pa kazi salama na afya salama, jikinge wakinge. OSHA kwa mazingira ya kazi salama, afya salama.